Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika taarifa hizi za upeo wa TV47. Tukufahamishe taarifa ambazo zimejiri siku nzima na vilevile za humu nchini na za rubaa za kimataifa, lakini mwanzo tupate muktasari. Yajayo kwenye upeo wa TV47. Katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna apata nafuu baada ya mahakama kusitisha uamuzi wa kamati kuu wa kumtimua. Magavana hawana budi kufika kwenye kamati kujibu maswali, asema spika wa seneti, huku inspekta jenerali wa polisi akiahidi kuwakamata magavana wakaidi. Rais Ruto akataa ushauri wa Rigathi Gachagua akisema ni mtovu wa maadili. Na maandalizi ya siku ya wapendanao yaendelea huku wafanyabiashara wakibanwa na masharti ya benki kuu. Na mtazamaji, karibu kwa takriban dakika 30 tukufahamishe taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mfasiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja mtazamaji, tunaanza taarifa zetu na ni kwamba ni siku moja kabla ya siku ya wapendanao, wakati ambao kwa kawaida ni wa kuonyesha mapenzi kwa njia tofauti ikiwemo kuzawadiana. Ila Benki Kuu ya Kenya imezima matumaini ya wengi baada ya kupiga marufuku matumizi ya pesa za Kenya kutengeneza mashada ya maua. Sasa baadhi ya wanaume wamefurahia hatua hiyo ya CBK. Susan Locho anatufungulia taarifa zetu. Siku ya wapendanao inawadia na mashada ya pesa kwa kawaida yamekuwa njia ya kuonyesha upendo. Lakini Benki Kuu ya Kenya imezima utamaduni huu, wauzaji wakipewa onyo dhidi ya kutumia pesa kwenye maua au mipangilio tofauti ya zawadi kwa mapenzi. Amri hii imeibua mseto wa hisia, wanaume wengi wakionekana kufurahia amri hiyo ya CBK. Lakini unajua nini? Don't be arrested for love. Wala CBK ni mabro. Lakini wauzaji wa mashada wanalalamikia amri hiyo, wakitaja hasara kubwa kwa biashara kwani tayari wateja wamepungua. So wakati walikataa hivyo abruptly, especially leading up to the Valentine season, ili to challenge sana because now drastically orders went down. Ila wauzaji sasa wamebuni njia mbadala na za kipekee, huku wakidai kuwa sasa wanalinda hali ya pesa na kuweka noti kwa njia salama, na wengine hata kuanza kutumia mapeni. By now mostly ndo vitu kwa tunatumia, so haikuwa na hatukuwa tunaharibu pesa, tulikuwa tunahandle pesa vizuri. Swali kubwa ni je, tunasherehekea upendo wa kweli au ni furaha ya muda inayopimwa na thamani ya pesa? Susan Locho, TV47. Na mtazamaji, tuangazie taarifa kuu leo na ni kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amepata afueni baada ya mahakama ya kutatua mizozo ya kisiasa kusimamisha kuondolewa kwake katika wadhifa wa katibu mkuu wa chama cha ODM na kamati kuu ya chama hadi kesi yake itakaposikilizwa na kuamuliwa. Sifuna alifokea mabadiliko ya chama kumtimua na kusema kuwa ni kinyume na sheria, huku akimsuta Rais William Ruto kwa kukiteka nyara chama cha ODM. Who believe in social justice and accountable leadership. My record speaks for itself and it always will. It is in public domain that my opposition to the party's dalliance with Ruto started long before the Right Honorable Raila passed on. He understood my reasons and accommodated them. It is also a known fact that regardless of what political deals Raila struck with different regimes, he would never have allowed his beloved party to be turned into a mere appendage of State House, where decisions are rubber-stamped after instructions are received from the regime. It is painful to note that sections of the party continue to desecrate the legacy and memory of Raila by turning this party into a theater of the illegal. Just last week, on 3rd February, a Gazette notice was released purporting to legitimize the recent changes in party leadership, with the rider asking for public input within 7 days, even though the stated date had lapsed by 3 weeks.
Essentially, those who now purport to run the party are aware that, for instance, the new party leader was installed unprocedurally and unconstitutionally. These shortcuts and illegal edicts reflect the bad manners that progressive institutions and individuals pick up as soon as they get cozy with William Ruto. I leave it to the party members to judge if this really is the path that the Right Honorable Raila Odinga had set for us. Just 4 months after his death, we can all agree that Raila must be turning in his grave. In recent times, many respected personalities within the movement have reached out to me and the rest of the leadership, seeking a middle ground of unity, at least until the National Delegates Convention is called. I may not mention all of them, but the party trustees, and they know themselves, as well as Mama Ida Odinga and Her Excellency Ruth Odinga, the women representative for Kisumu, among others, have worked tirelessly to try and unite the party and renew the spirit of Raila in the party. But it seems the rest of the leadership, answering to instructions from elsewhere, has been unable to embrace dialogue. I want to assure... Kwingineko, spika wa bunge la seneti Amason Kingi amelialika baraza la magavana kufika ili mbele yake siku ya Alhamis wiki ijayo kufuatia ombi lao kuangazia mzozo uliopo baina yao na uongozi wa kamati ya seneti ya uhasibu, huku akisisitiza kuwa magavana hawana budi kufika kwenye kamati ya uhasibu kuwajibikia mgao wa fedha ambao unaelekezwa kwenye kaunti. Mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku amefuatilia vikao hivyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kulingana na Spika Amason Kingi ni kuwa mkao baina ya uongozi wa bunge hilo na baraza la magavana unatarajiwa kufanyika Alhamisi tarehe 26 Februari ili kuangazia mzozo baina yao na kamati ya uhasibu. Baraza la magavana liliandikia Spika Kingi likitaka kususia vikao hivyo kwa kile wanasema ni kunyanyaswa wakati wanapofika mbele ya kamati hiyo, japo Kingi katika ujumbe wake katika mkao wa leo amesema kuwa magavana hawana budi ila kufika the resolution by the Council of Governors that governors will only appear once for every audit cycle to respond to any queries before CPAC comprehensively is also untenable. Seneta wakiweka bayana kuwa jukumu lao halitasitishwa kupitia vitisho vya magavana ambao wengine wadadai kuwa ni wafisadi na wanaogopa kuwajibika, hivyo kutoa vijisababu vya kunyanyaswa, huku wakipaka tope jina la maseneta ambao ni wakakamavu katika uhasibu. People who are cooling breeze and enjoying themselves in Kilifi, then they incite themselves like high school Form 2 students and say, oh, from today we can no longer appear before Senate. That cannot be entertained. Mr. Speaker, you cannot behave in an indignified manner. Then you want to address the House from all the corners of the country saying, oh, we shall come or we shall not come. That can never be waived. But we shall also be fair, we shall be mindful and respectful. But Mr. Speaker, where there is evidence of theft of public resources, we shall call them out and we shall identify the thieves and we shall tell EACC to deal with them. Kwa maana ukiangalia wenye wametajwa, unajua ni watu ambao wanaweza simama na wakaongea. Ndio wanataka kwanza waseme watolewe hao. Ndio kuonekane kama kuna nafasi ya udhaifu. Ili gavana akija anasalimiwa, alafu kuna maombi, alafu anabarikiwa, anakunywa chai, naambiwa anaenda nyumbani ni salama na usalimie mkeo. Tusikubali hiyo, Mr. Speaker. Maseneta waliotajwa katika barua hiyo ya magavana akiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amesema kuwa wanaelekea mahakamani kwa kuharibiwa jina. This is a coordinated war against Edwin Sifuna. You people know me. You have seen me at work. The Kenyan public knows me. Those governors that are making those allegations, we will meet them in court. In court, because it is very defamatory for you to stand up and say, I have extorted you. If I have ever extorted you, you bring the evidence for the Kenyans to be able to see. Awali, Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja aliyefika mbele ya kamati ya uhasibu wa fedha za kaunti inayoongozwa na Seneta Moses Kajwang aliwahakikishia maseneta uwajibikaji kwa kuwakamata magavana wakati wote atakapopokea wito huo. Ensure that our critical infrastructures are well taken care of. And every other time they are called upon to collaborate and work together with everybody else. I want to assure you, Chair, and honorable members that we are ready to do that.
Vita vya maneno vikiendelea baina ya magavana na maseneta, Inspekta Jenerali wa polisi sasa amesema kwamba atawajibika iwapo atahitajika kuwasilisha magavana mbele ya kamati hizo. Swali kuu ni je, atakuwa suluhu kwa mgogoro baina ya magavana na maseneta? Elizabeth Mutuku, TV47 Majengo ya Bunge. Tuelekee mlimani. Baadhi ya viongozi wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya wametangaza kuwa wamejipanga kulinda nafasi ya naibu rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Haya yanajiri baada ya kuenea kwa tetesi kuwa chama cha ODM kinalenga nafasi hiyo katika mazungumzo yake na chama tawala cha UDA. Kuhusu nafasi ya naibu rais umechochewa upya baada ya kauli za kiongozi wa chama cha ODM Oburu Odinga ambaye ameonekana kubadili msimamo wake kuhusu nafasi hiyo. We are not going to look for less. Lakini deputy president, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Oburu Odinga sasa amefafanua kuwa alinukuliwa vibaya na kueleza kwamba alichomaanisha ni kwamba binafsi hana tatizo na naibu rais Kithure Kindiki, lakini amesisitiza kuwa chama kina haja na nafasi ya naibu rais. Kuna kitu ingine watu wengine wali misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. Lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Viongozi wa eneo la Mlima Kenya sasa wanasisitiza kuwa wamejipanga kuhakikisha nafasi ya naibu rais inasalia Mlima Kenya, wakieleza kuwa nafasi hiyo imekuwa nguzo ya ushawishi wa eneo hilo katika siasa za taifa, na wakionya kuwa kuikabidhi kwingine kutapunguza nguvu ya ushawishi wa eneo hilo serikalini. Nataka niwaambie jameni, mchunge jamii ya Central Kenya, mchunge sana. Mnaweza fanya mchezo hii mwaka 2 tujipate nje. Alafu kwa bahati mbaya tufanye mchezo miaka ingine 5 tuko nje. Wakati huu tuko na deputy president ambaye ni Kithure Kindiki. Sawa? Na deputy president yamekalia kiti. Na watu ya ODM wameanza kumezea mate ile kiti. Sisi tuko ndani ya serikali. Na vile Biblia inasema lazima uwe moto ama baridi. Kwa hivyo sisi tuko kwa serikali, tukichomekea hapo we don't mind. Sawa? Na wale wako opposition waendelee pande yao. Hii ambao tuko nayo, hii ambao tumeona, hii ambao serikali imetupatia namba 2, Profesa Kithure Kindiki. Afadhali hii na tunajua imefanya kazi mpaka wapi. And I want to tell my brothers and sisters from home that I am in safe hands under the leadership of President William Ruto. Mvutano wa nafasi ya naibu rais umeashiria mjadala wa mgao wa madaraka katika majadiliano kati ya chama cha ODM na chama tawala cha UDA kinachoongozwa na Rais William Ruto. Tuangazie mengine. Rais William Ruto amesema kuwa mpaka wa Kenya-Somalia utafunguliwa tena, akitoa amri ya polisi zaidi kuwekwa na udhibiti thabiti dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab, huku akiwahimiza wananchi kutoa taarifa kuhusu shughuli za ugaidi. Mwandishi wetu Faith Wangare anaarifu. Rais William Ruto amefafanua mpango wa kufungua tena mpaka wa Kenya-Somalia mwezi wa 4 mwaka huu baada ya kufungwa kwa miaka 15. Nyinyi nawaomba na viongozi wa Mandera, sisi wote tuwe ni watu ambao tutapigana na Al-Shabaab. Hawa Al-Shabaab ni watu bure. Mimi nataka niwaeleze, mimi na nyinyi tutaungana, serikali ya Kenya tutashirikiana, nyinyi mtusaidie tuweze kukabiliana na wahuni na magaidi, ndio Mandera hii iendelee na maendeleo, iendelee na biashara, ndio Mandera ikue na isaidie kuchangia katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Serikali kupitia kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi na kushirikiana na tume ya uwiano ya kimataifa inaimarisha mkakati ya kuzuia na kukabiliana na itikadi kali kwa kuzingatia mfumo wa tahadhari za mapema na kuimarisha ustahimilivu wa wananchi. Talking to the chief and capacity building them on how to look for the early warning signs of radicalization
the pool to where the terrorists are able to get recruits. We're able to make sure that we nip the problem in the bud. Kwa kushirikiana na Champions Peace of Kenya kwa msaada ya serikali ya Uholanzi, juhudi hizi zinadhibitisha kwamba kuzuia itikadi kali na vurugu za kisiasa sio jukumu la polisi pekee. By providing what you call social economic safety nets for the young people. A case in point is the Nyota project. That Nyota project is not just money. I know the narrative coming out, the president is dishing out the money. But from security point of view, the money through Nyota project is a social safety net. Faith Wangari, Runinga ya TV 47. If they want to be honest. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini naona jumbe hapa. Anasema anaitwa Bonfista Muli, anasema anatazama TV 47 na nyingine nyingi tu katika akaunti yetu ya YouTube. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini hivi sasa tuingie madukani kidogo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Halo, nani mwenzangu? Yes, hello. Jambo kiongozi. Unaongea na Simon na tumeona hii shamba yako iko na nafasi nzuri sana ya kuwekelea transformer. Na sisi tuko tayari kukupea 3 million Kenya shillings kama leasing fee. 3 million? Sio ni dili nzuri sana. Na hii mama inenangaje? Utatupatia 10% ya hiyo 3 million kwa rakichi installation ndio ulipwe haraka. Hapana bana, hiyo pesa ni mingi bana. Tunaweza anza na 100k, hiyo sikupatia wasiwasi. Unaweza ituma wapi? Kumbe ama matapeli wamekumark na wamepiga hesabu vile watakuingiza box. Red flag ya kwanza. Kenya Power hailipi mtu yoyote kuli space ili kuweka transformers kwa shamba. Hakuna mtu anafaa kupigia for any deals na hakuna deals za kando kando. Kwanza nakata hii simu na naripoti sasa. Tumekuja kuwashika. Boda boss utamulikwa. Tumekuja kuwashika. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50k ya Vasha ama MMF haingoji. 500k can hit your MMF anytime. One bedroom apato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. The future of our environment begins with us and with the choices we make today. For over a decade, Egerton University has championed the protection of the Mau Forest ecosystem and the restoration of the lifeline that sustains our communities, the Njoro River. Now, you are invited to be part of the 11th edition of the Mau Egerton Cross Country Run under the theme United for a Healthy Environment. Join us on the 21st of February from 6 a.m. at Njoro campus for an unforgettable moment of action and awareness. The chief guest will be Dr. Engineer Festus K. Ngeno, the Principal Secretary, State Department for Environment and Climate Change. Run for nature, run for community, run for generations to come. Register today, show up, and let every step you take help protect our environment. We will see you at the starting line. Are you in Kakamega and its environs? Did you know you can easily claim your lost and found financial assets for you, your loved ones, or your organization? The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, in collaboration with the County Commissioner Kakamega, is giving you an opportunity to claim your lost and found financial assets. From 16th to 20th February 2026, come to Buhungu Stadium with your ID, a copy of a relative's death certificate, a copy of a grant, or a copy of an organization's registration certificate to search and claim your unclaimed financial assets. Listen to Radio 47 for more details. Claim your cash. Karibu nawe. The Unclaimed
Reclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. This Valentine's, love deserves more than just one night. At Nyali Golfview, we're turning moments into memories. Stay longer and enjoy more. Book 4 nights and get 50% off the 5th night, or book 5 nights and enjoy 1 night absolutely free. Choose from elegant spaces designed for every kind of love. 1-bedroom apartments at 15,900 shillings. 2-bedroom apartments at 24,500 shillings. 3-bedroom apartments at 27,900 shillings. And for the ultimate romantic escape, our presidential 4-bedroom executive penthouse at 99,500 shillings. Special Valentine's rates apply from the 13th to the 15th of February. This Valentine's, don't just celebrate love, live in it. Book now. Call 0757-298-272 or email nyaligolfview@gmail.com. Nyali Golfview. Love stays longer here. Karibu mtazamaji, tuzidi kukufahamisha taarifa hizi za upeo wa TV47. Wakenya wamezidi kuhimizwa kufika katika matawi mbalimbali ya afisi za mamlaka ya fedha zilizotelekezwa ufaa ili kufuatilia zaidi ya shilingi bilioni 57 ambazo zimesaulika. Akizungumza kwenye kikao cha kutoa hamasa katika chuo cha Masinde Muliro na kilichohudhuriwa na zaidi ya machifu 340, afisa mkuu mtendaji wa ufaa Laban Molonko amewahakikishia wakazi kuwa mamlaka hiyo imewajibika kulinda fedha zilizotelekezwa, huku ikijizatiti kuhakikisha wenyewe ama wale ambao ni wanafaidi fedha hizo. Msafara wa Cape Media leo umezuru miji ya Malava, Kambi, Mwanza, Lumbao miongoni mwa mengine. We've come to meet Ngaos through the CC to educate them and also to share knowledge about their claimed financial assets, which we are planning to do it for next week. Ngaos becomes a very clear, and generally the internal security systems within the country becomes very critical in our processes of reunification. We've got huge investments within the government that we really need to take it back to the economy. We intend to reunite almost 30 million Kenya shillings to the rightful owners, and as we come to the coming week, what we request the people of Kakamega is please come for your money, and it is free. It doesn't cost you anything. Karibu. Sisi tumekuwa tukihamasisha wananchi kuhusu miradi ya serikali, na hii mali yote ni mali ya mwananchi, na hiyo mwananchi ako katika hii kaunti ya Kakamega, ako Bungoma, ako Vihiga. Sisi ni kuomba wananchi ikifika kuanzia Monday mpaka Friday next week watakuwa hapa, watakuwa na hizo clinics, wakuje watu ya Kakamega, wakuje watu ya Bungoma, watu ya Vihiga, watu ya Busia. Akiondoka pale jamani, captain mwenyewe unaambiwa tarehe 16 mpaka tarehe 20 barabara zote zinaelekea ndani ya Bukungu Stadium. Tuangazie mengine. Mbunge wa Mbeere Kaskazini Leo Wamuthende Njeru amepata ushindi baada ya mahakama kuu ya Embu kupiga marufuku kesi ya uchaguzi ya nambari E001 ya mwaka 2025 iliyopinga ushindi wake katika uchaguzi mdogo uliokamilika mwaka uliopita. Uamuzi huu mtazamaji unamdhibiti Heri Leo Wamuthende kama mbunge halali wa eneo hilo la Mbeere Kaskazini. Vilevile mtazamaji, uamuzi huu unajiri na kuweka matarajio ya wafuasi wake hai. Kando na ushindi huo wa kisheria, Leo Wamuthende amesisitiza umuhimu wa kuheshimu matokeo ya uchaguzi na kuimarisha amani katika kaunti ya Embu. Ametoa wito kwa wapinzani wake kushirikiana naye katika kufanikisha miradi ya maendeleo na kudumisha mshikamano wa kisiasa. Hiyo petition haiwezi kuendelea, manake haiko wima kimsingi ya sheria.
Kwa hivyo koti imetupilia mbali hiyo petition ya kwanza ambayo ilikuwa imewekezwa na wapiga kura kutoka eneo la Beere North, na ikaamuru ya kwamba hao petitioners walipe gharama ya shilingi 800,000. Hawakuweza kutimiza sheria ambayo inasema lazima uweke pesa shilingi nusu milioni kama security ya cost. Vile ningesema ni kwamba tutajaribu pia kuongelesha wabunge ambao wanatengeneza hizi sheria, hii sheria iondolewe. Manake pale tunayo sheria ambayo unaambiwa uwekeze pesa mingi kama hizo, kwa mtu wa kawaida ni watu wengi sana watashindwa kuweza kuja kotini kutafuta haki yao dhidi ya dhuluma ya uchaguzi. Baadhi ya wabunge wameunga mkono pendekezo la mabadiliko katika mswada wa afya wa mwaka 2024 uliowasilishwa na mbunge Njeri Maina. Mswada huo unapendekeza hatua kali ya kisheria ichukuliwe dhidi ya hospitali zinazozuia mili na hospitali zinazosusia kutoa matibabu ya dharura bila malipo. A dead body does not have any monetary value. And it came out clearly while discussing the same on the floor that a dead body to the African community has emotional value that cannot be quantified in any monetary manner. And this is going to give effect to the precedent set by the various justices in the judiciary to ensure that they have a legal backing and that facilities do not detain patients or do not detain persons who have died if their loved ones are unable to pay or cater for the bill. Tuangazie taarifa za michezo. Ni kwamba timu ya taifa ya soka ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Starlets inazidi kunoa makali yao huku ikijiandaa kumenyana na Tanzania katika mchuano wa mkondo wa pili wa kufuzu kombe la dunia. Starlets wanashikilia uongozi wa bao 1-0 dhidi ya wapinzani wao na watakuwa wanalenga kuonyesha ubabe wao kwa kunyakua ushindi ili kujikatia tikiti ya kufuzu raundi ya mwisho ya michuano hii ya kufuzu ambapo watachuana na miamba wa soka barani Afrika, Cameroon. Kikosi hiki cha kocha Jacqueline Juma kinalenga kuandikisha historia kwa kuibuka kama timu ya pili kutoka humu nchini kufuzu kombe la dunia. Second leg tunajua haitakuwa rahisi, lakini pia sisi sio rahisi. Lazima tutafight, tutapush na ikienda vizuri tunaenda kuwin. Morali iko juu, tumetrain, kila mtu ana believe tutashinda na tutashinda. Vision yetu ni kwenda World Cup. Na hii game lazima tushinde hii game ndio tuende World Cup. So hii game ni very important for us. Lazima tu win, it's a must win ndio tuweze kufika kwa vision yetu ya kwenda World Cup. Tunaona ni kama wameingiza uoga. Si ni wadogo lakini tuko sawa. Tumejikakamua. Na tumetrain, makocha wametupatia kila kitu yenye wanafaa kutupatia. Na kwa hii next game tunapromise kwamba tunapata ushindi. Hivyo. Kama walisema grau yetu iko mbaya, lakini yao iko poa. Tutacheza, tutawaonyesha pia yao, pia sisi tunaweza win pia hapo, hata kama ni mbaya, hata kama ni mzuri. Mchagua jembe si mkulima. Si hatuchagui grau, venye imekuja ndio hivyo ndio tunaicheza. Kila laheri kwa kikosi hicho. Tuangazie taarifa nyingine. Kocha wa timu ya Harambee Starlets Beldino Demba amekitaja kikosi cha wachezaji 34 ambao wataanza rasmi matayarisho yao kwa minajili ya kipute cha kombe la mataifa barani Afrika. Kikosi hicho kinahusisha wachezaji wenyeji wakiwemo Gentrix Shikangwa, Lona Nyarindahe na mshambulizi wa Simba Queens Elizabeth Wamboi.
Isitoshe, baadhi ya wachezaji kutoka kikosi cha Rising Starlets pia watajiunga na timu hii wakiongozwa na Elizabeth Ochaka, Lauren Ilavonga na vilevile Fasila Adhiambo. Starlets wataingia kambini tarehe 15 mwezi huu, huku mashindano haya yakiratibiwa kuanza rasmi Machi tarehe 17 nchini Morocco. Na mtazamaji, kwa namna hiyo nahitimisha taarifa za upeo wa TV47. Shukrani za dhati kwa kuwa mtazamaji mwema. Taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Catherine Simaloi, na kutakia usiku mwema na vilevile utazamaji mwema. Kwaheri kwa sasa.